Mapema alfajiri ya hapo jana ya tarehe 22 mwezi Juni, dunia iliamka na taarifa kubwa na nzito za Marekani kuivamia Iran na kutuma makombora 6 katika kituo cha urutubishaji wa madini ya uranium cha Fordo nchini Iran. Lengo likiwa ni kukisambaratisha kituo hicho kisiweze kuendelea na kazi ya urutubishaji wa madini ya uranium, ambapo mwisho wake huzalishwa kwa mabomu ya nyuklia. Baada ya shambulio hilo katika kituo cha Fordo, Rais wa Marekani Donald Trump alihutubia taifa na dunia akisema kuwa Marekani imechukua hatua hiyo ili kuidhibiti Iran kuendelea na hatua hiyo ya utengenezaji wa mabomu ya nyuklia, mabomu ambayo ni hatari kwa Marekani na washirika wake wa Mashariki ya Kati, na kuitaka Iran ikubali kusalimu amri na kisha iharibu vinu vyake vya nyuklia na ikubali kukaa meza moja na Marekani, na kama hawatakubali basi vilio vikubwa vitaikumba Iran katika siku za hivi karibuni. Wakati Donald Trump akiongea mchana wa jua kali, Israel ilikuja na taarifa kuwa jeshi lake limefanikiwa kushambulia kwa makombora mazito uwanja wa ndege wa Bushehr ulio karibu na kinu cha nyuklia cha Iran, na kuongeza kuwa shambulio hilo limeongeza wasiwasi mkubwa kutokana na ukaribu wa kiwanja hicho na mitambo ya nyuklia. Taarifa kama hizo pia ziliripotiwa na vyombo vya habari vya Iran ambavyo viliripoti kuwa mashambulizi 5 kwenye kambi ya Gadil na kituo cha makombora katika eneo la Yazdi, lakini hakukuwa na uthibitisho juu ya madhara yaliyosababishwa na makombora hayo ya Israel nchini Iran. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema wamemuua kamanda mkuu wa kitengo maalum kinachofanya operesheni za kijeshi nje ya Iran, Said Izad, katika shambulio la anga mjini Qom nchini Iran. Katz amesema Izad ndiye aliyetoa fedha na silaha kwa kundi la Hamas kabla ya shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023, na kwamba kifo chake ni hatua ya kulipiza kisasi kwa waliouawa na kutekwa nyara. Serikali ya Iran imejibu kufuatia mashambulizi ya Marekani katika vinu vyake vya nyuklia, ambapo taarifa ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu imesema kuwa makombora yaliyotumwa na Marekani hayakufanya uharibifu mkubwa, kwani Iran ilifunga na kuyafukia kwa mifumo ya ulinzi maeneo yote ya kuingilia katika kituo hicho cha Fordo muda mchache kabla ya Marekani kukishambulia. Taarifa zinasema kuwa mifumo yote ya chini ya ardhi katika kituo cha Fordo ilifungwa, huku pia kulingana na picha za satellite ambazo zilipigwa muda mchache baada ya Marekani kufanya shambulio hilo, zinaonyesha kuwa makombora hayo yalifanikiwa kupenya kwenye eneo la juu pekee, lakini yalishindwa kupenya kuelekea ndani zaidi. Taarifa za siri zinaonyesha kuwa kituo cha nyuklia cha Fordo hakijajengwa tu kwa kina cha mita 90 kama ilivyoelezwa na Marekani. Kambi zake kuu za centrifuge zimewekwa chini ya matuta ya mlima na kuongeza mita zingine 100 chini zaidi. Hivyo kituo hicho cha Fordo kina uwezekano kikawa chini zaidi ya mita 200 kwenda chini ya ardhi, na hakuna bomu linaloweza kufika katika kina hicho. Wakati huo, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ametoa kauli kali akilaani mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran na kutangaza kuwa amefunga milango ya mazungumzo yoyote na Marekani, na kutangaza kuwa taifa lake linaingia kwenye kipindi cha mapambano ya wazi dhidi ya ubeberu na ukandamizaji wa kigeni. Katika hotuba yake kwa taifa kupitia television ya serikali, Khamenei amesema mashambulizi hayo si tu ya uchokozi bali ni tangazo la vita. Zionisti wamechagua njia ya uharibifu na Marekani pamoja na washirika wake, lakini watalipa gharama nzito.
Khamenei pia amesisitiza kuwa Iran haitatetemeka mbele ya vitisho na iko tayari kujibu kwa nguvu zote. Vikosi vya Iran vimeripotiwa kuingia katika hali ya tahadhari ya juu, huku majeshi ya Marekani katika eneo la Ghuba yakiongeza ulinzi kufuatia hofu ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka kwa Iran. Aidha, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika taarifa yake amesema amepata habari za kijasusi kuhusu mahali ambapo Iran inahifadhi uranium iliyorutubishwa kwa 60% na wana mpango wa kulishambulia eneo hilo masaa machache yajayo. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania kwa habari nyinginezo nyingi.